Ni makala maalum yanayoelezea na kuonesha historia ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kuangazia ulinzi kabla ya ukoloni, wakati wa ukoloni, pamoja na kuanzishwa rasmi kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Pamoja na kuonesha historia ya ulinzi katika Tanzania, makala haya yataangazia majukumu, mafanikio, changamoto na matarajio kuelekea kuadhimisha miaka 60 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Karibu ukaribie. Historia ya shughuli za ulinzi na usalama wa Tanzania ilianza tangu enzi za mababu zetu. Jamii nyingi zilizoishi katika maeneo mbalimbali nchini zilikuwa na ulinzi wa jadi. Dhana ya utaratibu wa ulinzi na usalama ilianza hata kabla ya wakoloni kuingia nchini. Wakoloni walipoingia nchini, walikuta uongozi wa kijadi uliokuwa na majeshi yake. Kazi kubwa ya majeshi hayo ilikuwa kulinda mipaka ya maeneo ya utawala na miliki zao kwa kutumia zana duni kama mundu, sime, mikuki, mapanga na upinde, vilivyowawezesha kukabiliana na wakoloni waliotumia zana bora na za kisasa. Katika baadhi ya makabila waliibuka viongozi shupavu kama vile Chifu Mkwawa wa Wahehe, Mtemi Mirambo wa Wanyamwezi, Chifu Kimweri wa Tanga, Chifu Isiki wa Unyanyembe, Chifu Mazengo wa Ugogo na kiongozi shupavu wa vita vya Majimaji Kinje Kitile Ngwale. Hao ni baadhi tu ya viongozi walioleta upinzani dhidi ya wakoloni. Ujio wa wakoloni wa Kijerumani mnamo mwaka 1891 uliambatana na kuanzishwa kwa jeshi lao lililojulikana kwa jina la German East African Army, ambalo lilianza na askari 80 kutoka Ujerumani na askari wapatao 3,000 ambao wengi wao walitoka Sudani, na baadaye jeshi lilipanuka na kufikia idadi ya maafisa na askari wapatao 12,000 baada ya kuzuka kwa vita ya kwanza ya dunia mnamo mwaka 1914. Baada ya vita ya kwanza ya dunia, mamlaka ya kuongoza Tanganyika yaliwekwa chini ya Mwingereza na kuanzisha jeshi la King's African Rifles, yani KAR. Kimsingi, jeshi hilo lilikuwa na askari wa miguu ambalo lilianzishwa Afrika Mashariki katika nchi za Kenya, Uganda na Tanganyika, na kwa upande wa Tanganyika kulikuwa na kikosi cha pili na cha sita. Vikosi kutoka nchi zote tatu vilishiriki vita vya pili vya dunia mnamo mwaka 1939, ambapo kompania ya kwanza ya kikosi cha sita cha King's African Rifles ilitokea Dar es Salaam na kushiriki vita hiyo huko Abyssinia, ambayo sasa ni Ethiopia, eneo la Kolito, na kupata ushindi mkubwa tarehe 19 Mei mwaka 1941. Askari walirejea nchini mwaka 1945 na kuanzishwa kambi mpya iliyopewa jina la Kolito, ambayo sasa ni kambi ya jeshi Lugalo jijini Dar es Salaam. Kufuatia uhuru wa Tanganyika tarehe 9 Disemba mwaka 1961, serikali mpya ya kizalendo ilifuta jeshi la kikoloni, yani King's African Rifles, na kuanzisha jeshi jipya lililojulikana kwa jina la Tanganyika Rifles. Makabidhiano ya bendera yalifanyika. Jeshi la kikoloni la King's African Rifles KAR lilikabidhi bendera kwa Tanganyika Rifles, jeshi jipya la Tanganyika huru. Pamoja na kuanzishwa kwa jeshi la Tanganyika, bado maafisa na askari waliendelea kuliongoza jeshi hilo kwa kufuata taratibu za jeshi la Uingereza, yani King's African Rifles, hivyo kuendelea kutetea dola ya kikoloni. Kuendelea kwa uongozi wa kikoloni ndani ya jeshi la Tanganyika kulizua utata kutokana na askari kutofautiana na uongozi wa jeshi la Tanganyika Rifles, hali iliyosababisha jeshi katika kambi ya Kolito, sasa Lugalo, kufanya maasi mnamo Januari 20 mwaka 1964 na kuenea hadi kambi ya Kalewa iliyopo Tabora na baadaye kwenye kompania iliyopo Nachingwea. Maasi hayo yalisababishwa na madai mbalimbali, yakiwemo wazungu kuondolewa jeshini na Waafrika kuongoza jeshi, nyongeza ya mishahara, kuboresha maisha na mazingira ya kazi. Baada ya maasi hayo, mnamo Januari 25 mwaka 1964, aliyekuwa rais na amiri jeshi mkuu wa kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangaza kulivunja rasmi jeshi la Tanganyika Rifles na kuanzishwa kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Mtanzania wa kwanza akapewa dhamana ya kuliunda jeshi lenye taswira ya Utanzania, kutoka cheo cha captain hadi
brigedia jenerali. Huyu ni Sam Hagai Sarakika. Nikaitwa Ikulu, nikapachikwa kwenye uniform oversize na kofia oversize, na bega likajazwa manyota ya brigedia. Sasa mwalimu akasema, sasa wewe nenda kaanzishe jeshi jipya, jeshi la wananchi. Jeshi ambalo ni kodi tu mahala kile kiapo cha wanajeshi sasa hivi. Kuna sehemu kama 3. Jambo la kwanza, uaminifu. Sasa wale waliasi hakuwa na uaminifu. Jambo la pili, utii. Jambo la tatu, uhodari. Hii uaminifu linakuja na uzalendo, unakwenda pamoja. Utii, uzalendo na utii. Sasa hii ndio ilikuwa nimepewa, nenda kaanzishe jeshi la namna hii. Na mwalimu aliagiza kwamba jeshi jipya ili tuna uhakika na uzalendo liwe linatokana na Youth League ya 5, vijana 5 ndio wawe ni msingi, kwa sababu kichama hao wamepikwa kule. Uzalendo sio jambo geni kwao. Kwa hiyo kazi yangu mingi kwa ilirahisika. Hata kilomita 100 uanza kwa hatua moja. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilikuwa na vipaumbele gani? Kila kitu pale kilikuwa ni kipaumbele. Huwa nasema siku zote kwamba mimi sikujenga jeshi, niliweka misingi na wenzangu. Na ndicho jambo ambalo sisi ambao ni waasisi tunajivunia sana kwa ile misingi tuliweka. Nawapongeza sana makomanda wa CDS waliokuja nyuma yangu kwa ujumla wao. Jana ametangaza mwenyewe kwamba ni kweli majeshi yake yamevamia nchi yetu na yamechukua sehemu hiyo ya Tanzania iliyo kaskazini mwa mto wa Kagera, kwamba tangu sasa eti sehemu hiyo ni ya Uganda na itatawaliwa kijeshi kama Uganda inavyotawaliwa. Ndivyo alivyotangaza mwenyewe. Sisi ametusaidia katika kutangaza jambo hilo kusudi sasa kwa sasa ubishi uishe. Sasa hiyo ndiyo hali. Tufanye nini? Tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, tunayo kazi moja tu. Ni kumpiga. Uwezo wa kumpiga tunao. Sababu ya kumpiga tunayo. Na nia ya kumpiga tunayo. Apigwe nduri amini! Apigwe nduri amini! Apigwe nduri amini! Nduri amini apigwe! Vita ya Kagera ndiyo tukio kubwa kuwahi kutokea katika historia ya Tanzania. Kitendo cha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kuyaondoa majeshi ya uvamizi ya nduli Idi Amin mnamo mwaka 1978 hadi mwaka 1979 ni mafanikio makubwa kwa Tanzania. Brigedia Jenerali Ambrose Bayeke ni mmoja wa makamanda walioshiriki vita ya Kagera. Vita ya Kagera ilianzishwa na Idi Amin. Baada ya Idi Amin kumpindua Rais Obote, alitaka nchi nyingi zimtambue kama ni rais halali wa Uganda.
rais wetu ambaye alikuwa amiri jeshi mkuu Mwalimu Nyerere alikataa kumtambua. Kwa hiyo alitafuta namna ili atambulike na Tanzania kwa nguvu, kwa sababu ni nchi jirani, na Tanzania ni nchi ambayo ilisaidia sana katika baadhi ya nchi za Afrika kupata uhuru wake. Sasa alipokataliwa ndio kaanza vurugu tangu tarehe 25 Januari mwaka 71. Alianza kutuchokoza na tuliamini kwamba hatuwezi kupigana naye, lakini nchi jirani wa Afrika, nchi jirani hatupigani, tunataka umoja. Kwa aliendelea hivyo mpaka mwaka 78 Oktoba akavamia Tanzania kaskazini ya mto Kagera. Alipovamia ilikuwa sasa lazima tujihami, na sio kujihami kumtoa. Tanzania haikuwa na watu wengi, kula askari wengi, tuliamini kwamba ni amani. Sasa alipoendelea basi ikabidi tu Mwalimu hamasisha Tanzania kuambia tunaingia vitani. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilitoa mchango mkubwa katika kusimamia masuala ya ukombozi yaliyotokana na sera ya mambo ya nje ambayo ilielezea msimamo wa Tanzania katika kusimamia kuondoa ukoloni, ubaguzi wa rangi, kudumisha ujirani mwema na kuhakikisha usalama wa ndani na nje ya Tanzania. Serikali ya Tanzania ilikuwa kituo kikubwa cha harakati za ukombozi kwa kuwapokea na kuwahifadhi wapigania uhuru kutoka vyama vya Frelimo nchini Msumbiji, ANC kutoka Afrika Kusini, MPLA kutoka Angola, ZANU na ZAPU kutoka Zimbabwe na chama cha SWAPO kutoka Namibia. Jenerali Davis Adolf Mwamunyange ni mkuu wa majeshi mstaafu. Anaeleza namna jeshi lilivyoshiriki katika harakati za ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika. Ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika ulikuwa ni harakati za kisiasa, za kidiplomasia na za kijeshi za kuondoa ukoloni uliokuwepo katika nchi ambazo zilikuwa bado zinatawaliwa na wakoloni, na vile vile kuondoa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Kama mtakumbuka, wakati ule harakati hizi zilijikita zaidi upande wa Msumbiji, upande wa Angola, upande wa Rhodesia Kusini ambayo sasa hivi ni Zimbabwe, na upande wa South West Africa ambayo sasa hivi Namibia alafu kama nilivyosema mwanzo na South Africa yenyewe ambayo ilikuwa inatawaliwa na makaburu, kulikuwa na ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo tunapozungumzia ukombozi kusini mwa Afrika tunazungumzia majumuisho hatua za kijeshi, za kidiplomasia, za kisiasa kwa pamoja. Na hatua hizi au harakati hizi zilifanywa na vikundi vya wapigania uhuru, vikundi vya wapigania uhuru kwa kusaidiwa kwa ushirikiano karibu sana na Umoja wa Afrika pamoja na nchi wafadhili na mashirika mbalimbali wafadhili pamoja na wadau wengine. Walitoa msaada mkubwa sana katika kuwasaidia wapigania uhuru kuzikomboa nchi zao. Na kwa upande wa jeshi letu, kama nilivyosema, kwa sababu harakati hizi zilihusisha mambo ya kijeshi, kisiasa, kidiplomasia, upande wa kijeshi sasa ndipo jeshi letu lilipohusika sana kwa kutoa mafunzo ya kijeshi, kutoa huduma za logistics na kiutawala,
na vile vile kutoa ushauri wa kijeshi kwa wapigania uhuru katika kufanikisha harakati zao, ambapo kulikuwa na makambi yale yalikuwa yameanzishwa kutoa mafunzo kwa wapigania uhuru kama vile Mgagau, Nachingwea, Kingolwira Morogoro pale, Ukandeni huko, na maeneo mengine. Kiliundwa kitengo maalum cha jeshi letu kwa ajili ya kufanikisha huduma hizo, msaada huo ambao ulikuwa unatolewa na jeshi letu. Kilikuwa kinaitwa Special Duty Unit, ambacho kilikuwa kinafanya kazi kwa karibu sana na kilikuwa kinapata maelekezo kutoka kwa Brigadier General Mbita. Kwa hiyo sasa kazi yangu kubwa mimi ilikuwa ni kuratibu msaada wa kamati ya ukombozi kwa wapigania huru kupitia kikosi hicho maalum cha jeshi. Kwa hiyo nilikuwa na mawasiliano karibu sana nikiwa pale makao makuu ya kamati ya ukombozi na kikosi hicho maalum cha jeshi. Tanzania kuhusika katika mambo yao ya kusaidia ukombozi, kusaidia watu wanaovamiwa, sisi kwenda kuwasaidia, inatokana na maelezo ya kihistoria Mwalimu Nyerere aliposema kwamba Tanzania haiwezi kuwa huru na amani kama yenyewe ndio ina uhuru na amani wakati jirani zake wanafanya nini? Wanashambuliwa na wanafanya. Kwa hiyo kusaidia Msumbiji katika kuleta uhuru, sio Msumbiji, Zimbabwe, Afrika Kusini, Namibia, Angola, hata nchi zingine kisiasa, kwa sababu nakumbuka Zambia walikuwa wanakuja kusoma hapa kwenye chuo chetu cha chama. Nakumbuka Botswana na wengine wote. Kusaidia huko ndiko kuimarisha nguvu za demokrasia, za diplomasia. Diplomasia amwezi kuisema tu kama wakati wa tatizo amuunganiki kwa pamoja kwenda kushirikiana kuondoa matatizo mlionayo. Kwa hiyo ni majibu ni yako wazi kwamba Jeshi la Wananchi wa Tanzania limefanya kazi kubwa sana katika kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia katika nchi nyingi za Afrika na dunia kwa ujumla. Mnamo mwaka 1977, serikali ya Shelisheli iliomba Tanzania kuisaidia kuzuia mapinduzi yaliyopangwa kuiangusha serikali ya nchi hiyo. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilishiriki operesheni hiyo maalum. Aliyekuwa mnadhimu mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Luteni Jenerali Abdulrahmani Shimbo mstaafu, anaelezea operesheni hiyo. Tulianza kupata tetesi kwamba tunaweza tukavamiwa na askari wa kukodiwa, na tetesi zilikuwa ni nzito mno, ila sasa tulikuwa hatujui kwa namna gani. Kwanza tumeshajiimarisha, tuko vizuri, lakini zaidi ya hapo kilichonipa tahadhari kubwa zaidi ni doria za ndege za kigeni katika eneo letu. Tukaanza kufanya mazoezi. Bahati nzuri zoezi letu la mwisho ndilo ambalo lilikuja kutokea vile vile. Siku moja, ilikuwa siku ya Jumatano, ilitoa ndege ya Royal Swazi. Tulikuwa na platoon moja ya kwetu sisi ya Tanzania, ilikuwa katikati ya uwanja wa ndege, na ndio tulikuwa tumebaki nayo pamoja na kundi la wakufunzi. Wakaenda kuishambulia. Sasa wale walipokuwa wanashambuliwa, mimi nilikuwa ofisini sijatoka. Wakaniita kwenye redio, wakaniambia yale mazoezi yameanza. Nikamwambia hapana. Nasema tumeshambuliwa hapa na watu weupe. Nikamwambia hapana. Baada muda mfupi, kambi yetu ilikuwa kusini mwa uwanja na wenyewe wakanilisha, akasema afande, tunashambuliwa. Wameweza kuingia? Hapana, tumewapiga, wamekimbia. Na mvua
zilinyesha kubwa sana, giza likaanza kuingia, lakini kulikuwa hamna njia. Nilikuwa na wasiwasi mkubwa mimi, kambi yetu ile kubwa, uongozi. Kwa hiyo nikaona niamuru makamanda wangu wawili waende kwenye kambi kubwa ile ya jeshi, lakini pale katikati ndio kuna askari ukudia. Nikamwambia mupenye mpaka mkifika mnijulishe mmefika. Na wenyewe wakawa wanatupigia simu sisi, asema salimuni amri, tuna mateka hapa idadi hii na nini na nini na nini. Waliona kwamba mashambulizi yamekuwa makubwa, maana vikosi vile vya Ushelisheli viliongozwa na makamanda wangu kuvikaribia kule pande zote mbili. Tulipoongelea ratiba ndege, tukaona kuna ndege moja iko angani. Niliamuru waweke magari, yale magari ni Pinzga, yanafanana sana na Unimog. Wafunge ile runway kabisa, wayapange barabarani. Ilikuwa ni moja ya mbinu zetu za kufunga uwanja. Vikosi vyangu vilikuwa vimekaribia uwanja, vimezunguka uwanja. Kilichotokea, ile ndege iliendelea kuja. Pamoja nikamwambia divert, baada ya muda nikaisikia iko angani inazunguka. Nikaamuru tu kwamba tupige flares angani. Aliona flare, lakini bado alikuwa anajaribu, anazunguka, anajaribu kutua. Sikuelewa ni kwa nini alikuwa, lakini safari hii bado tulikuwa waangalifu zaidi. Tulijua atarudi. Mara ya pili waliingia kama watalii, na waliingia wengi sana, wakajificha mahotelini. Na sisi tulikuwa tumeshajiandaa na wapelelezi wa kutosha, tulikuwa na taarifa za kutosha. Hatujui nani, lakini tunajua wameingia wapo. Kwa bahati nzuri tukaweza kufuatilia wachache ambao tuliwagundua, lakini wale tuliwafuatilia ambao walikuwa wamekusanyika, walikuwa wanatumia beach sana, hasa usiku. Waliojua kwamba sasa tutawakamata, wakajilipua. Walivyojilipua, tulikuwa hatuna nani tena, ikawa ni kukamata wale wengine vijana wengine nani. Safari ile walikuwa wametumia wenyeji pia, walikuwepo wengi kidogo, lakini wageni pia walikuwa ni wengi wa kutosha. Na kabla ya kuwakamata, walianza vitendo vya kulipua, kuweka milipuko kwenye nchi. Walilipua shule 3, mabasi haya ya kubeba abiria mjini waliyafungia mabomu, wakayalipua. Viwanda walivilipua. Walitaka pia kulipua kituo cha mawasiliano cha pale. Bahati nzuri mimi mwenyewe nilikwenda kutegua bomu lile. Nilikuwa na nafsi yangu mmoja mhandisi, lakini moyo wake ulitikisika kidogo. Unajua bomu lilotegwa na mtu kwenda kulismart, halafu sehemu moja hatari sana kwenye mitambo ya kurushia matangazo ya mawasiliano ya redio haya nani. Ilikuwa ni bomu litegwa kwa umeme time, lakini tulifanikiwa tukalitegua. Basi baada ya pale nikamwambia hawa, baada ya kuona hali hii hawatorudi tena. Na mimi niliamini kwamba hawataweza, na vile vile niliona jeshi sasa limeshakomaa, limejaribiwa, limekomaa. Kwa hiyo hayo ndio matukio mpaka mimi nilivyokabidhi kwa mwenzangu. Seychelles wanaendelea vizuri mpaka leo, pamoja na mabadiliko ya serikali, lakini jeshi lao lipo na linaendelea. Ni jeshi ambalo niseme tulilifunza vizuri. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, yeye aeleza ustawi wa jeshi kuelekea kilele cha miaka 60 ya JWTZ. Wakati mimi nachukua uongozi wa taifa, kabla ya hapo jeshi litengeneza mpango wa maendeleo ya jeshi wa miaka 15. Jenerali Waitara akiwa CDF. Mpango ule mimi ndio nimefanya kazi ya kutekeleza sasa. Na kwa sababu nilikuwa nimeomo ndani ya ile jeshi, nilikuwa najua hali ilivyo ya jeshi na namna gani tulijenge upya
tulijenge upya, na mpango ule tayari ulikuwepo. Kwa hiyo ndo tukaanza kazi kubwa ya kutekeleza ile. Moja ya kazi kubwa tumefanya ni kujenga kijeshi tunachoita mobility. Uwezo wa jeshi kusafiri kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Ndio tukaita magari ya mengi, malori ya Iveco. Tukaita malori mengi ya Iveco, baadaye tukaingiza na malori mengi ya Tata. Kwa hiyo tukajenga capacity kubwa. Nakumbuka wakati tulikuwa na Jenerali Mwamnyange alikuja kwa CDF, anasema tulifika mahali ambapo tulikuwa na magari mengi kuliko madereva. Lakini pia ni kujengea jeshi uwezo kwa upande wa zana. Najua zana nyingi za jeshi zili bahati nzuri sana wakati mwingine ya mambo yake kama vile kama ni Waingereza wasema ni foresight. Ni maono ya mbali hata ya kitu ambacho hukuwa na hakika nacho. Nyingi zilijengwa hizi zana kabla ya vita vya Uganda. Maana nakumbuka nilipokuja zile BM. Kwa hiyo ndio kasa kipindi kile ndio katengeneza ule mpango wa miaka 15. Sasa kipindi kile mimi naingia kwa rais, ndio tukaanza kutekeleza ule mpango. Kwa hiyo ndege tukanunua mpya, tukatoka tukaja na hizi F7, tukaenda kwenye mizinga mipya, tukanunua vifaru vipya na zana nyingi mpya tukatengeneza, tukajenga tuka address tatizo la makazi ya wanajeshi. Kwa hiyo utaona kwamba tumeanza na jeshi hili la 1000 na ikawa kila mwaka walikuwa wanaongezeka. Wakati ule wa koloni walikuwa wanachagua tu watapata wanajeshi kutoka wapi. Kwa walichagua Wakuria ndio wanajeshi, Wahehe, Wasukuma wakaingia sana kwenye brass band na Wangoni. Jeshi ina historia very interesting. Usishangae kwamba wale makomanda wale tuliokuwa nao kule wa kwanza walikuwa ndio kina Musuguri, kina Waitara, kina Kiaro, kina Gimonge. Na unakuta wengine wakawa ni Wahehe, yani ni Wahehe na Wakuria, ndio the fighting elements sisi. Ndio fighting elements. Wachagua wale wa kupigana wale. Walikuwa ndio Wakuria na Wahehe. Ndio echelons. Kwa tumetoka kwenye jeshi la ukoloni, tukaanza hao 1000. Sasa kilichofanyika baada ya uhuru, lipanzwe jeshi la 1000, ikawa kila mwaka walipokuwa wanafanya recruitment, ikawa sasa wanachukua walikuwa wana recruit kutoka mikoa yote ya Tanzania. Na ndio maana umeonao na Warufiji wamo na Wandengereko wamo na Wakwere wamo, Wazaramu wamo na makabila mengine nayo wamo kwenye shughuli hizo nyingine za jeshi. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limejijengea uwezo katika kutekeleza majukumu yake kwa maslahi ya taifa, kuhakikisha taifa linakuwa salama, hali inayotokana na uhodari, uaminifu na utiifu kutoka kwa maafisa na askari. Yote hii ni kufanya taifa kujenga uchumi imara na madhubuti. Amani na utulivu wa Tanzania unachochea wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Uimara wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania unatokana na uongozi imara wa wakuu wa majeshi ambao waliweza kuhakikisha jeshi linafanikisha mipango yake kwa kutumia rasilimali zilizopo. Tangu kuanzishwa kwake, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limeongozwa na wakuu wa majeshi ya ulinzi ambao ni Jenerali Sam Hagai Mrisho Sarakikia, ambaye ni mkuu wa majeshi wa kwanza aliyeongoza jeshi kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1974, Jenerali Abdallah Twalipo kuanzia mwaka 1974 hadi mwaka 1980, Jenerali David Bugozi Musuguri kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1988, hayati Jenerali Ernest Mwita Kiaro
kuanzia mwaka 1988 hadi 1996. Jenerali Robert Filman Mboma, yeye alianza mwaka 1994 hadi mwaka 2001. Jenerali George Marwa Waitara kuanzia mwaka 2001 hadi 2007. Jenerali Davis Adolf Mwamunyange kuanzia mwaka 2007 hadi mwaka 2017. Jenerali Venance Salvatore Mabeyo kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2022. Na kuanzia mwaka 2022 hadi sasa, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linaongozwa na Jenerali Jacobo John Mkunda ambaye ni mkuu wa majeshi wanane wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Tutawakumbuka makamanda wote waliokufa kwenye mapambano. Mtazamaji, ni dhahiri kuwa umejionea historia ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, namna lilivyofanikiwa katika harakati za ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika na ushiriki wa vikosi vya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania katika ulinzi wa amani sehemu mbalimbali ndani na nje ya bara la Afrika. Katika kipindi cha miaka 60 ya JWTZ linaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa taifa, kuendelea kutoa mafunzo stahiki pamoja na utekelezaji wa maagizo ya serikali kwa vitendo kwa kuwahusisha wanajeshi na watumishi wa umma. Hadi hapo ndiyo mwisho wa makala haya yaliyoonesha namna jeshi lilivyoshiriki katika nyanja mbalimbali kuelekea miaka 60 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania.